Marekani inapinga kumwalika Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, kwenye mkutano wa NATO huko The Hague mwezi ujao, mwezi wa sita. Shirika la habari la ANSA kutoka nchini Italia limeweza kuripoti hivyo huku likinukuu vyanzo vya kidiplomasia visivyojulikana kuhusu taarifa hii, ambako kwa muda mrefu Ukraine imepambania wanachama wake katika NATO na katika kambi ya kijeshi inayoongozwa na nchi ya Marekani, jambo ambalo Urusi inaliona kuwa ni tishio la msingi kwa usalama wake wa kitaifa. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin mara kwa mara ameeleza kuzuia tukio kama hilo kama moja ya malengo makuu ya Moscow katika mzozo na Ukraine, ambako tangu kuchukua mamlaka mnamo mwezi wa kwanza mwaka huu, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump wakati mwingi ameamua mkutano wa Ukraine kwa NATO katika siku zijazo za kutarajia. Katika makala yake, shirika hilo la habari la ANSA liliweza kuripoti ya kuwa kwa sasa baraza la NATO Ukraine katika kiwango cha viongozi halijapingwa, akiongeza kuwa hata hivyo hakuna uamuzi wa mwisho uliotolewa bado kuhusu swala hilo. Kulingana na chapisho hilo, imeeleza kuwa Kiev inaweza kushiriki katika baadhi ya mikutano mnamo mwezi Juni tarehe 24 hadi tarehe 25, lakini katika kiwango cha mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi pekee. Chombo hicho cha habari kutoka nchini Italia kimesema ya kuwa kwa wakati huu nchi zisizo wanachama pekee ambazo zimepokea mialiko hiyo ni Japan, Korea Kusini, Australia pamoja na New Zealand. ANSA pia imeweza kuripoti ya kuwa kwa sasa mpango mfupi sana unatarajiwa katika mkutano huo, na tofauti na kile kilichotokea katika miaka ya hivi karibuni ili kuepuka uwezekano wa msuguano na Donald Trump. Zelensky alijiunga na viongozi wa NATO kwa vikao vya baraza la NATO Ukraine katika mkutano wa mwaka 2023 huko Vilnius na mkutano wa Washington uliofanyika mwaka jana 2024. Pia Jumatano wiki hii shirika la habari la Bloomberg liliweza kusema ripoti na kuwanukuu wanadiplomasia wasiotajwa majina ambao wanafahamu jambo hilo wakisema ya kuwa wanachama wa Ukraine hautakuwa kwenye agenda wakati wa mkusanyiko ujao huko nchini Uholanzi, huku lengo kuu likitarajiwa kusambaza matumizi ya ulinzi. Shirika la habari vivyo hivyo liweza kuripoti ya kwamba mkutano wa NATO katika mwezi Juni unaelekea kuwa mfupi kuliko mikutano ya awali. Taarifa nyingine ambayo nakufahamisha muda huu ni kati ya Washington na Tehran, ambako imeripotiwa ya kwamba Irani inapendekeza ubia wa pamoja wa nyuklia na Washington, ambako taarifa hii imeripotiwa na shirika la habari la New York Times likisema ya kwamba Iran imependekeza kuanzisha ubia wa pamoja wa kurutubisha nyuklia na nchi za Kiarabu na uwekezaji wa Marekani. Mpango huo unaoripotiwa kuwasilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran anayefahamika kama Abbas Araghchi wakati wa mkutano na mjumbe wa Marekani anayefahamika kama Steve Witkoff huko Oman siku ya Jumapili wiki iliyopita, ulikusudiwa kama mbadala wa matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump ya kwamba Tehran ivunje kabisa vifaa vyake vya nyuklia. Msemaji wa Witkoff anafahamika kama Eddie Vasquez alikanusha ripoti hiyo, akiambia New York Times ya kwamba ubia haujawahi kuelea au kujadiliwa, ambapo Marekani na Iran hazijakuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia tangu mwaka 1980. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alithibitisha tena wiki hii ya kwamba madai ya kusitishwa kabisa kwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo hayakubaliki. Kwa mtazamo wetu, alisema, urutubishaji wa uranium ni jambo ambalo lazima kabisa liendelee na hakuna nafasi ya maelewano kuhusu hilo, Araghchi alisema mapema mwezi huu. Trump aliondoa Marekani pia katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika muhula wake wa kwanza madarakani, akishutumu Jamhuri ya Kiislamu kwa kukiuka makubaliano hayo kwa siri. Tehran ilikanusha makosa yoyote, lakini tangu wakati huo imerudisha nyuma ahadi zake za kuongeza hifadhi yake
ya uranium iliyorutubishwa. Ingawa pande zote mbili zilielezea duru 4 za mazungumzo ya upatanishi wa Oman kama hatua nzuri, mvutano unasalia wakati Amerika na Iran zinaendelea kuzozana juu ya vita huko Gaza pamoja na mashambulio dhidi ya meli ya kimataifa na Israeli na Wahouthi kutoka nchini Yemen. Wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati siku ya Jumanne, Donald Trump aliita Iran kuwa nguvu haribifu zaidi katika eneo hilo na kusisitiza kwamba haipaswi kabisa kamwe kuruhusiwa kupata silaha za nyuklia.